kufungua ibada yetu, tunaomba Mama Salima apate kutuombea ili tuendelee na ibada yetu. Karibu kwa maombi. Baba, tunakwenda kutia ibada hii mkononi mwako. Tunahitaji Roho yako Mtakatifu apate kuwa mahali hapa, atuongoze Baba. Wakati na sasa kama hii Baba, unitambua kama siku ya leo tutakuwa mahali hapa kwa sababu ya ibada ya kuomboleza. Tunahitaji uwepo wako upate kutuonekania. Njoo Bwana Yesu, sema na kila mmoja wetu, usituache Bwana. Njoo Baba, utujaze. Baba yetu onekana Masia, onekana mahali hapa. Njoo Bwana, njoo utamalaki mahali hapa Baba. Tunakwenda kutia ibada hii mkononi mwako, tunahitaji baraka kutoka kwako. Tunakwenda kuomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen. Na tunaomba mwimbaji aongoze wimbo moja kwa moja mbele ya kuendelea. Karibu. Na wimbo wa wokovu namba 276. Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani aliyaona wazi, lakini ninajua mipango ya Mungu Yeah.
zamu yetu, tunapenda kusikiliza neno la Mungu. Kwa hivyo tunakaribisha mtumishi kuleta ile Mungu alitia roho yake. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema tufurahi kwa kila jambo. Amen. Kwa jambo nzuri na kwa jambo mbaya, kwa sababu sisi hatuna la kufanya hata sasa saa moja. Yote ni mpango wa Mungu yeye mwenyewe. Bila kuponda muda, tufungue neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 16 hadi 17. Tutaongezea mwanzo ule tu, sura yake ya 3 mstari wa 4 hadi 6. Sorry kwa macho yangu, vraiment inaanza zeeka. 17 inasema hivi. 16, Mwenyezi Mungu alimwamuru huyu mwanamume, waweza kula matunda ya mti wowote kutoka bustani, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huu hakika utakufa. Tunaenda sura yake ya 3 mstari wa 4 hadi 6. Neno la Mungu linasema, nyoka akamwambia mwanamke, hamtakufa. Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Basi mwanamke alipoona kuwa mti huu ni mzuri kwa chakula na wa kutamanika, akanyosha mkono wake hata akachukua tunda na kula. Kisha akapatia mume wake, naye akala. Amen. 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 Naanza na ulizo. Umati wote huu uko hapa kwa siku ya leo. Kwa nini ama kwa sababu gani tuko hapa? Naomba jibu kwa mtu mmoja tu aliye tayari. Kwa sababu gani tunakusanyika sisi wote hapa mahali hii? Kwa sababu ya kusindikiza ndugu yetu ambaye alipoteza maisha. Lugha nyingine hata kupoteza maisha? Kuomboleza ama no, uko right. Tuko hapa kwa kusindikiza ndugu yetu ambaye amepoteza maisha, ambaye amefanya nini? Lugha nyingine moja tu ndio nini? Aliyefariki. Kiswahili kingine? Aliyekufa. Ndio Kiswahili chenye mimi nataka. Haleluya. Amen. Ni kwamba siku ya leo neno ambalo tutakazungumzia ni kifo ama kufa. Neno kufa lina maana yake ni kutengana kwa nafsi pamoja na mwili. Kutengana kwa nafsi pamoja na mwili, yaani nafsi ni kitu chenye akionekana, mwili ndio unaoonekana, na ile nafsi ndio inaofanya mtu kuwa mtu hai. Kwa lugha nyingine tunasema kwamba kifo ni kutoka kwa pumzi ndani ya mwili.
Sisi wenyewe tulifika hapa mbele, tulikutana wanafungua hii jeneza hii sanduku ilikuwa wazi, tukamuona Mateso pale, lakini hata mwambie Mateso jambo ataitika? Eski ni Mateso tena? Anakuwa Mateso kwa jina tu, lakini haiko tena Mateso. Ni kwamba Mungu katika uumbaji wake, Mungu akuumba kitu kifu, lakini Mungu aliahidi, akamwambia Eva, akamwambia Adamu pamoja na Eva, ikiwa mutakula matunda ya mti wa kujua mema na mabaya, hakika mutakufa. Na ukiangalia mti ule na matunda yake, ulikuwa katika bustani ya Eden. Adamu pamoja na mke wake Eva nao walikuwa katika bustani la Eden. Siku moja Shetani, kumbe Mungu kisha hapa anasema, na Adamu alikuwa anaona. Siku moja akaja akamwangushe Adamu kusudi kifo kipate kuingia katika wanadamu. Hapa kuna nafasi hapa. Ya Yohana sura yake ya 6 na mstari wa 54. Neno la Mungu linasema, anayekula mwili wa Bwana na anayekunywa damu yake, Bwana atamfufua siku ya mwisho, naye ataishi na Bwana milele na milele. Haleluya! Ataishi na Bwana milele na milele. Unajua hii mwili hii, wakati ile pumzi ya Mungu ilikuwa bado haijaingia ndani ya mwili wa Adamu, alikuwa kama hivi wenyewe Mateso iko hapa. Alikuwa hajue kitu, lakini Mungu akachukua pumzi ya uhai, akapulizia ndani ya pua ya Adamu. Adamu akawa hai, damu ikaingia, mafuta yakaingia, maji yakaingia. Adamu akasimama, akaanza kusema na akaanza kunome kila kitu na jina lake. Haleluya! Sasa wakati ile pumzi inapotoka, unarudia pale pale. Na ndio maana unakuta wakati tunapozika watu, sisi mapastor tunakamata beshi, tunatia mchanga ama tunatia udongo, tunasema mavumbi kwa, tunasema nini? Mavumbi kwa mavumbi. Tunaongezea nini? Udongo kwa udongo. Udongo na mavumbi yote ni sawa, si ndio? Tunaweza tukasema udongo ni ule wenye kukamatana na mavumbi ni yale yenyewe yanakuwa sawa bunga, lakini vyote ni kitu hiki kimoja. Ni kama vile unatoka mavumbini na utarudi mavumbini. Umefika mama, ubarikiwe. Ni kwamba wewe ulitoka katika mavumbi na unarudia katika mavumbi. Lakini kuna neno moja, waliokufa katika Bwana, Bwana atawafufua siku ya mwisho. Ile nafsi ambayo iliyotoka kwa Mungu haikufi, nafsi inamrudilia Mungu. Na siku ya fufuo, ile nafsi inavaa mwili wa kufa. Hata nikwambie, matatizo yenyewe tuko nayo kwa siku ya leo. Watu wanadhania kwamba wakati anapompokea Yesu Kristo inatosha. Mimi nakwambia bado haijatosha. Inatakiwa umwamini, umpokee na kumwamini. Kuamini ni kusema nini? Kutembea katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kama unaweza ukampokea na wewe usipotembea katika mapenzi ya Mungu, wewe na mpagani Mungu katika njia hii moja. Njia ya kwenda wapi? Jehanamu. Ya kwenda jehanamu. Utabakia pale, niko mtu wa Mungu. Niko mtu wa Mungu. Na kwenye watu wa Mungu wanaenda, wewe unaenda kushoto, watu wa Mungu wanaenda wapi? Kuume. Kinachotakiwa umpokee Yesu Kristo na umwamini Yesu Kristo. Ukitembea katika mapenzi yake, mimi nakwambia watakuzika, ni mwili unarudia kwa udongo mahali ambapo walipotoka, lakini nafsi yako itavaa mwili wa kutukufa na utaishi milele pamoja na wengine. Bwana Yesu asifiwe.
Neno la Mungu linasema anayejifanya kuwa kitu naye sio kitu anajidanganya yeye mwenyewe. Watu wengi huku kwenye tulikuwa makambi, asema hawa watu wa huko wa Tanzania, hawa wa Namibia, hawa Zimbabwe wako wanacheza na mimi. Niliacha gari mimi, niliacha nyumba ya ajabu. Kumbe mimi natoka katika nyumba ya nini, ya nyasi. Nasema Mzimbabwe wangu mimi, najisemea mimi mwenyewe. Ile nyumba sina nayo, sikukuwa na gari, sikukuwa na kitu kingine, nilikuwa maskini wa hali ya chini. Ndio maana Biblia inasema anayejifanya kuwa kitu naye sio kitu anajidanganya yeye mwenyewe. Ukijifanya wewe ni Mkristo na utembea katika mapenzi ya Kristo, Ukristo wako haufai mbele za Mungu. Nikusema Mungu katika uumbaji wake hakuumba kifo, lakini aliahidi ikiwa Adamu na Eva watatembea katika mapenzi ya Mungu kwa kutukula lile tunda la kujua mema na mabaya, watakufa. Na walishindwa na kutii, hata kifo kikaingia. Lakini kuna njia moja tu ya kukimbia kifo, ni kumpokea Yesu Kristo na kumwamini. Usiseme nimempokea tu na bila kutembea katika mapenzi ya Kristo, pale hujafanya lolote. Wewe na mpagani ni katika njia moja. Ni kwamba hilo ndio neno fupi ambalo tulikuwa nalo kwa siku ya leo, na Mungu alibariki. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa neno. Na neno linabakia lile lile libadiliki. Tangia neno lile litoke kwamba utakufa, hakuna mwenye ashabadilisha, linabakia lile lile. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sasa tunapenda kusikia ujumbe mwingine kutoka kanisa. Tena tunakaribisha mzee wetu Pastor Abinda kuchetoa hiyo neno tena. Ujumbe kutoka kanisa. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Baadhi ya mjomba sio ya nani? Na baadhi ya mkwe sio ya nani? Ya mjomba. Ni kwamba nadhani walio wengi wanaomfahamu Mateso ambaye amelala katika jeneza hili wanashangaa kuona kwa siku ya leo kanisa limesimama likifanya ibada la mateso, na ila ikuwake inakuwaka Wakristo kwa wanani? Kwa Wakristo. Ilikuwa siku moja nipo nyumbani, nilimuona mama yake ya Mateso pamoja na mtoto wake wa kwanza Aisha. Walifika nyumbani, asema mzee, mgonjwa anakuhitaji, wendo kamuombee. Sasa tutaenda saa ngapi? Tulikuwa tunapanga kama saa kumi, tukachelewa kidogo, tukaenda saa 11. Sasa nilipofika pale pamoja na mama yake na Jean, tulimkuta mgonjwa yuko pale. Nikamuuliza, Mateso, kuna watu ambao ulituma kwangu? Ndio. Asema nilituma mtoto wangu Jean pamoja na mama. Waende kufanya nini? Asema niliwatuma waende kukuita uje ukaniombee. Asante sana. Sasa wewe tangu kuzaliwa kwako ulishampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Asema mimi hapana, siyampokeaka Yesu Kristo hata siku moja. Na sasa unataka nini? Asema mimi nataka uniombee katika Kristo. Sawa. Nikamwambia kuna hatua karibuni 2-3 ambazo tutafanya hapa. Sitakuombea mara moja kwa ajili ya magonjwa yako. Kitu cha kwanza, nitakupatanisha wewe na Mungu, uwe kama umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nikafanya yale maombi,
tukaingia katika hatua ya pili. Neno la Mungu linasema yaliyofanyika katika giza yalikuwa ni ya nini? Yalikuwa ya nini? Ya giza. Ya giza. Yaani yale yote uliyoyafanya wakati hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako yamekwisha. Lakini kinachotakiwa jitengeneze. Tukafanya wenyewe tulifanya pale, hata nikamwombea msamaha mbele za Mungu. Mimi mwenyewe sina uwezo wa kuomba msamaha na Mungu avute dhambi zake, isipokuwa ni kumwonyesha Mungu. Nimwonyeshe Mungu, mtu wako huyu amekupokea na sasa unajua maisha aliyoyaishi, aliishi hivi na hivi na hivi na hivi. Mungu umsamehe. Kama Mungu alimsamehe, kama kumsamehe niseme hivi kwa ndio. Lakini na imani Mungu alifanya nini? Kila mtu anayekuja kwa Mungu akimuomba Mungu msamaha, Biblia inasema hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama vile damu, mkizileta mbele zangu nitazigeuza na kuzifanya kuwa nyeupe kama nini? Hili ndio matumaini nikawa nayo, nikasema Mungu tayari ameisha kusamehe. Hata tuombe kwa ajili ya magonjwa. Mungu ponye. Mungu ponye. Nikombe mimi niko naomba Mungu aponye na Mungu anakuwa na mpango wake wa kutukuponya. Si ndio? Kila kitu ni mpango wa Mungu yeye mwenyewe. Nikamaliza tukaja kuondoka. Mama anasema mama yake tangu ile saa yenye tulimalizana na Mateso kuzungumza. Mateso alikuwa anasema vizuri. Wenyewe mimi nasema yeye anasikia na wenyewe yeye anasema mimi na visikia na wengine watu wanasikia. Tangia saa ile kinywa cha Mateso kikafungwa hata wakati Mateso alipokufa. Haleluya! Amen. Ndio maana nilisema bahati ya mjomba sio bahati ya nani? Ya Mwipwa. Na bahati ya Mwipwa sio bahati ya mjomba. Huko tunapokuja huko unakuta walio wengi waliacha mila za Kristo za nyumbani. Wanakuwa ile yote ni injili ya Afrika. Wanafuata injili ya wapi? Wenyewe tunakatazwa kwetu, Biblia inatukataza. Hawao huko ndio wanaanza kuvifanya, sema ni injili ya Ulaya. Fanya wenyewe wanataka. Na kufa utafanya nini? Utakufa. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kusindikiza mwenzetu Kikristo. Ndio yaliyofanyika yale. Amen. Tunaendelea na programu yetu. Vile vile tunapenda kusikia ujumbe kutoka kwa familia. Tunapenda representant wa jamaa akuje mbele. Karibu. Nenuna mwami omo. Mimi nimesimama hapa ni baba wa marehemu na nimesimama ili nisome hotuba ya marehemu, ya maisha ya marehemu. Mateso Kashindi ni Mbembe Mbondo wa baba na mama. Il est de tribu Mbembe du père et du père et du mère. Alizaliwa Dine Ubwari. Il est né à Dine Ubwari, secteur Mtambala, territoire ya Fizi. Secteur Mtambala, la zone de Fizi, Congo démocratique. En République démocratique du Congo. Jina la baba mzazi aliitwa, le nom du père était appelé Jean Kashindi Etambala. Jean Kashindi Etambala. Jina la mama mzazi, le nom du mère Anna Kashindi. Anna Kashindi. Marehemu ni Mshimwenda. Le défunt est d'origine Mshimwenda, de la famille Mshimwenda. Kwa jamaa la Balala Bashilomona. Di famille Balala Bashilomona. Nyumba ya Mwesa. Di maison Mwesa. Hapo wanatuita Bashimwesa. Et on appelle souvent la famille étendue Bashimwesa Bashimwesa. Marehemu alikuwa Mwipwa wa Bashi Ibanda. Le défunt était le neveu de Bashimwenda. Nyumba ya Bashi Eshimba. Di famille Bashi Eshimba. Marehemu alioa mke mmoja.
Le défunt était marié à une seule femme kwa jina la Safi Kashindi. du nom de Safi Kashindi. Katika ndoa yao Dans leur foyer, walizaa watoto 7. ils ont été bénis par 7 enfants. Wanaume 5 5 garçons na wanawake 2. et 2 filles. Magonjwa. Les maladies. Ni lazima watu wafahamu alikufa na ugonjwa gani. Il est bon que les gens sachent qu'il est mort à cause de quelle maladie. Marehemu hakugonjwa muda mrefu. Il n'a pas été malade pour une longue maladie. Ugonjwa ulianza mwezi wa 9. La maladie est commencée en septembre. Akaanza kuumwa tumbo akawa analalamika maumivu avec du maux du ventre. Baadaye marehemu akaanza kumuona daktari wake. Et il a commencé à consulter le docteur. Akawa anapata dawa. Il suivait aussi des médicaments. Lakini tumbo iliendelea. Mais le ventre continue. Mpaka marehemu akalazwa. Et il a été hospitalisé. Baada ya uchunguzi, après investigation, ikaonekana kwamba marehemu ana madonda kwenye maini. Et il avait des plaies sur la foi. Basi waganga walijaribu kumtunza lakini et les médecins avaient essayé de le traiter mais ça n'a pas tenu. Na ndio ugonjwa uliua marehemu. Et c'était la cause de sa mort. Elimu. Éducation. Marehemu alimaliza somo la msingi. Il a terminé l'école primaire. Akafanya secondary hadi somo la 4. Et il a fait aussi l'humanité jusqu'en 4e. Kazi. Le boulot, la profession. Kazi marehemu alikuwa anatumika ndani ya kampuni. Ici, il travaillait dans les sociétés. Marehemu et le défunt alizaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza. Il était né 1er janvier 1970. Na marehemu amefariki tarehe 8 mwezi wa 12. Il est décédé le 8 décembre huu mwaka, cette année. Marehemu hapa duniani amefanya miaka 51. Il a fait 51 ans ou bien 51. Belumiom. Jambo la pili, la deuxième chose, kwa niaba ya familia, au nom de la famille, tumetoa shukrani zetu za dhati. Nous remercions beaucoup kwa Emu Yambondo, pour la famille Emu Yambondo, kwa marafiki, aux amis, kwa kanisa, à l'église, kwa upendo, pour l'amour, kwa ushirikiano et pour l'assistance, kwa msaada, pour l'assistance yote waliofanya tangu marehemu aumwe awe mgonjwa, tout ce que vous avez fait depuis le début de sa maladie mpaka sasa. Jusqu'à maintenant. Familia haina cha kuwalipa. La famille n'a pas la récompense pour vous payer, lakini imewaombea maisha marefu. Mais elle prie une longue vie. Ya pili, ya tatu, la troisième chose ni kwamba kufuatana na mila za Mbembe Mbondo, selon notre tradition ou bien la culture de Mbembe Mbondo, kwa kuwa leo tunakwenda kusindikiza mwili wa marehemu mahali ambapo atapumzika, comme nous accompagnons la dernière demeure là où il va se reposer, ndipo sasa tungalisema siku gani tutanawa maji.
C'est là où on pouvait dire, là où on fera la levée de dés. Hiyo ndio mila. Selon notre tradition. Lakini kwa mazingira ambayo tumekuta huku ambako sio kwetu, mais selon l'environnement là où nous sommes, basi mazingira yametulazimisha tutembee nayo hivyo hivyo. La situation actuelle nous oblige de faire comme ça. Kwa hiyo leo tunasindikiza marehemu. Comme nous allons accompagner les défunts, na leo tunanawa maji. Et c'est le même jour qu'on va faire le lever de dés. Na mwami ombi. Asante sana. Merci beaucoup. Lakini samahani kidogo. Ila kwa yeyote yule ambaye anaweza kaja nyumbani kututizama, kusalimia, tunamkaribisha. Mais ce n'est pas la fin de visite. À qui que ce soit vous voulez nous visiter, il est le bienvenu. Na mwami omulonge. Nous voulons faire une petite contribution pour l'assistance à la famille.
ombe isetole mwikulu yobe china lenye mibumanga bobe bwami bochwe yo onda bibe mesete bile mwikulu lono losuku otoya ole ato wera inose otokakere metuma be mose etebe chuna tubitomo kakira bali mutorobira totwile mikele wini botonya no lembe lumbaka bwami chunda na bubacha bone bobe ale ose bila bene na bile bululi mano mango mami obakano etole nayo yele echambochwa neto baba bana bamona ba ete yele echambochwa nabo ba unda mabo omchabo sawi itangela ebonde eno lutake no babo telecha helela no lutake mabo omakolo witanga no lutake melelo nobe mwana ombe wetu etibi witangile obe atoma bobe bana bonebo ba engele chamare masoka molo ba etela batanga bonebo inibo chupateleche onumbucha netu makole manga tata ishikwale wasona usangu wangene ombe ukanyibo manga to akanyalo mbako to atelecha mdose muli Yesu taona bibyo amen. Nous allons commencer par la famille.
Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu, naomba mnisamehe. Niliyoyatenda kwenu ni mengi, sasa yatosha. Hayakuwa na thamani nilivyokuwa.
Nasonga silanda. Jatenjile babembe. Ndugu Mateso, umetoka katika udongo na katika udongo umerudia bila kutatenda huo. Vile Yesu alisema kule. Umetoka katika mavumbi na katika mavumbi umefanya nini? Kuna mchungaji mwingine hapa mwenye hatufahamu, lakini sababu tunaishi nafasi mbalimbali, kama kuna mchungaji mwingine anaweza kuja katie udongo hapa. Kwa hiyo tunaomba jamaa hadi hapa San Antonio kujiharikisha. Wakawane waite tena mwana ole tena. 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 Kiongozi wa Wabondo hapa San Antonio, ndugu Isaac. Makamu wake ni nani? Mama Faila yuko? Kama dakika moja na mtu anapiga. Makamu wake yupo? Ewa, tunakusubiri mzee. Thank you.
tunamaliza kila kitu, lakini kumbe huko tumalize vyetu vya kufinikia ni wao wenyewe. Sasa kwa muda huu tunaomba neno kutoka Mbondo hapa, President wa Mbondo atuzungumzie neno. Karibu. Jamani, tunasema poleni tena, na tunajua ni wakati mgumu wa kushuhudia kupoteza mpendwa wetu, na katika mazingira ya mvua ndio hivyo tena, ni hali ambayo iko juu ya uwezo wetu. Kwa hivyo tunazidi kutoa shukrani kama vile jamii ya Mbondo hapa San Antonio kwa kusema kwamba tumefarijika vya kutosha baada ya kuona umati umekusanyika pamoja na hali ya mvua. Ushukuru wapendwa.